Shalom, shalom wapendwa katika Kristo. Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth au pae uhai ulimwengu wote. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake na baraka zake. Leo Mungu amenipa kibali niweze kufikisha ujumbe ambao Bwana amekusudia siku leo. Ujumbe wa siku leo unaitwa rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Nitasoma maandiko kutoka katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, Yakobo sura ya 4 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, wazinzi, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema kila ajifanyaye kuwa rafiki wa dunia huwa adui na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa katika mienendo ya watu wanaosema wa Mungu wa siku hizi, wanakuwa rafiki wa dunia alafu wanasema Mungu anampenda. Bwana asifiwe sana. Katika mienendo yako, tabia zako zinakuonyesha wazi wewe ni mtu wa dunia, lakini unakuwa unaenda kwa Mungu. Sasa Mungu watu kama na hawa anawaita ni wazinzi. Mungu anaita ni wazinzi kwa sababu wanatenda mambo ambayo ni machukizo mbele za Mungu, alafu kisha wanarudi kwa Mungu na kusema kwamba wao ni wa Mungu. Ni kama mwanamke aliyeolewa anafanya mambo ya uzinzi nje ya ndoa yake, alafu anarudi anamuita mme wake kuwa ni mme wake, wakati ni kahaba, ni mzinzi. Ndiyo maana neno la Mungu linasema, enyi wazinzi, hamjui ya kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Unapong'ang'ania kufanya mambo ya kidunia alafu nasema unampendeza Mungu, ni kwamba unafanya uzinzi. Bwana asifiwe sana. Maana yule ambaye ni rafiki wa dunia hawezi anajifanya kuwa adui wa Mungu. Rafiki wa dunia kwa mantiki gani? Kila ambacho kinaendelea duniani yeye anakipenda. Utandawazi twende, kinatoka hiki twende. Wewe unajifanya wewe umekuwa rafiki wa dunia. Wewe unasema unampenda Mungu, unasuka kila msuko. Wewe unasema unampenda Mungu, unavaa vimini kanisani kama watu ambao wako baa. Wewe unasema unampenda Mungu, unatukana, yani matusi kinywani mwako yamekujaa kama watu ambao wanakaa mtaani kule, watu ambao hawamjui Mungu. Ni dhahiri kuwa wewe na dunia ni marafiki, maana hayo mambo ni ya dunia hii. Bwana asifiwe sana. Lakini wewe unajiita wa Mungu. Mungu anakuita ni mzinzi, kwa sababu tabia zako haziendani na tabia za watu wa Mungu. Tabia zako haziendani na imani ya Kristo Yesu. Ndiyo maana Mungu anakuambia, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Unapofanya hayo mambo ya kidunia hayo ambayo unasema kuwa hauwezi kuyaacha kuyatenda, hauwezi kuacha kuyafanya, na stili unasema unampenda Mungu, wewe ni mzinzi na unajifanya rafiki wa dunia, na ukijifanya rafiki wa dunia unakuwa adui wa Mungu. Ndiyo maana Mungu anauliza, unapojifanya rafiki wa dunia haujui kuwa unakuwa adui wa Mungu? Kuna mambo ambayo ukiyafanya unakuwa adui wa Mungu.
Na haya mambo ni kuwa rafiki wa dunia, kuenenda kwa mambo ya kidunia pasipo kuongozwa na neno. Usipoongozwa na neno katika kila hatua yoyote unayoifanya, mienendo yako, tabia zako, wewe ni rafiki wa dunia, unaenenda kidunia. Katika maisha yako, jambo lolote ambalo linaendelea kwenye matendo yako, maisha yako, usemi wako, kama halitokani na neno la Mungu, basi latokana na dunia hii. Na maandiko yanasema kuwa ambaye anajifanya kuwa rafiki wa dunia, basi amekuwa adui wa Mungu. Maandiko yanasema basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wanajiita Wakristo na ni maadui za Mungu pasipo wao kujua au kwa kujua. Wanaweza wakawa hawajui kwa sababu hawafundishwi. Unawezaje kuwa wa Mungu au unawezaje kutokuwa wa Mungu? Kwa sababu wanakoenda kusali wanafundishwa kufika kanisani ndiyo Mungu anakujua. Hawafundishwi kwa habari ya dhambi, kuacha dhambi, kujitenga na dunia. Mungu anasema kuwa ninyi si wa ulimwengu huu kama ilivyo mimi si wa ulimwengu huu. Ulimwengu hautawapenda kwa sababu ninyi hamtokani na huo ulimwengu. Ninyi si wa huo ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hebu tufungue kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya 54 mstari wa 5. Tupate kuona neno la Mungu linasemaje. Isaya 54 mstari wa 5, neno la Mungu linasema, kwa sababu muumba wako ni mme wako, Bwana wa majeshi ndiyo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi, yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Bwana asifiwe sana. Wakristo wengi wanaangamia kukosa maarifa, na maarifa ni neno la Mungu. Hawalijui neno la Mungu. Hawalijui neno la Mungu. Hawasomi neno la Mungu. Maandiko katika kitabu cha Isaya kinasema Mungu aliyekuumba ni mme wako. Kwa hiyo unapomsaliti, unapoenda kinyume na maagizo yake, maana yake wewe unafanya uzinzi. Uzinzi sio kwamba kufanya tendo la kimwili la ndoa na mtu mwingine tu, bali kwenda kinyume na sheria za Mungu pia ni uzinzi. Ndiyo maana Mungu anasema kwa sababu muumba wako ni mme wako. Isaya 54 mstari wa 5. Muumba wako ni Mungu, ni mme wako. Maana yake uko chini ya amri zake. Chochote utakachoenda kinyume na amri zake, basi umemsaliti. Kwa usaliti si kwa kufanya tendo la ngono peke yake, mbali ni unapolisaliti neno la Mungu, umefanyika kuwa mzinzi mbele za Mungu. Ndiyo maana neno la Mungu linasema, enyi wazinzi, hamjui kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Maana mnamsaliti. Bwana asifiwe sana. Bwana wa majeshi ndio jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako, yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Ni nani Mungu wako? Unatii neno la nani? Wakristo wengi wanatii neno la mchungaji wao, neno la ministry yao, neno la kanisa lao kuliko kutii neno la Mungu. Ni kwa sababu wamepotoka katika uzinzi wao. Wamepotoka katika kuipenda dunia. Wanaona kutii neno la Mungu hakuna haja, bali wanafata tamaa za mili yao. Kama mchungaji wao hawaambii kuhusu habari za dhambi, kwa sababu anahitaji sadaka zao, kwa sababu na yeye yuko hapo kwa ajili ya hiyo pesa, ya hiyo sadaka. Anaacha kuwaonya kwa habari ya dhambi, nao wanaamini kuwa wako salama kwa sababu mchungaji anayewachunga hawaonyi kwa habari ya dhambi.
wanakuwa mateka wa wanadamu, wanakuwa mateka wa dunia. Kulitii neno la Mungu hakupo ndani yao. Ni kwa sababu wameipenda dunia kuliko kumpenda Mungu. Upendo haupo. Amri ya upendo haizingatiwi tena. Alafu mtu anatembea anajidai kabisa anampenda Mungu, na mimi ni Mkristo, mimi ni mtumishi. Kwa nini? Kivipi wewe ni mtumishi na hauliishi neno la Mungu? Wewe ni wa Mungu kivipi? Na wewe ni mwana wa Mungu kivipi wakati hilo neno la Mungu hufati maelekezo ya Mungu? Mungu anakuita mzinzi, rafiki wa dunia. Umejifanya kuwa adui wa Mungu, aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Sasa ni wakati wa maonyo, ni wakati wa kujirudi, ni wakati wa kutengeneza na Bwana. Unaposikia sauti hii, tengeneza na Bwana. Mungu anahitaji kanisa sasa hivi lirudi kwenye neno. Kanisa lifate neno. Kanisa liishi misingi ya neno. Kanisa liishi upendo. Amri kuu 2 zionekane ndani yenu. Kulitii neno la Mungu kuonekane kweli ndani yenu. Kama kweli ninyi mnasema ni wa Mungu, lazima mfate taratibu za Mungu. Kuliishi neno kuonekane ndani yenu, maana ninyi mmefanyika kuwa nuru ya ulimwengu. Sasa wewe unawezaje kuangaza kwenye ulimwengu huu pale ulipo, angali wewe unafanana na wale ambao hata hawaendi kanisani, hata ambao hawamjui Mungu, hata ambao hawajai kuishika Biblia? Unafanana nao kimatendo, kimavazi, wengine hata wanakuzidi hata kujistiri. Alafu nasema unampenda Mungu. Wewe ni adui wa Mungu. Tengeneza njia zako, tengeneza mapito yako. Bwana asifiwe sana. Fungua kitabu cha Yakobo 27, Yakobo sura ya 1 mstari wa 27. Tuone tena neno la Mungu linasemaje. Yakobo sura ya 1 mstari wa 27 inasema, dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii, kwamba kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Nadhani kuna tatizo kwa Wakristo wengi. Hawajui dini ya kweli ni ipi. Dini ya kweli sio Pentekoste, dini ya kweli sio Romani, dini ya kweli sio ulokole, dini ya kweli sio Sabato. Dini ya kweli Mungu anayoisema kwenye Biblia ni tofauti na dini mnayoisema nyie. Kwa sababu neno la Mungu halipo kichwani mwenu. Maandiko yanasema neno la Mungu nalikae kwa wingi ndani yenu. Dini iliyo ya kweli, soma kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 27. Dini iliyo ya kweli ya Mungu Baba, mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki zao na kujilinda na dunia hii pasipo mawaa. Kwa jambo la kwanza, kama unasema unayo dini, lazima utazame yatima na wajane katika dhiki zao. Unawasaidiaje? Unawabebaje? Unasimamaje na wanaolia, wala ambao Mungu anasema ni mme wao, ni baba yao? Unasimama nao vipi? Unamwakilisha, unatimizaje mapenzi ya Mungu hapa duniani? Maana dini iliyo ya kweli ni kuwatazama yatima na wajane, dini ambayo Mungu anasema hii ndo dini ambayo Mungu Baba inampendeza. Unajilinda na dunia, unajilinda na dunia, kujilinda na dunia pasipo mawaa. Kwa nini kujilinda na dunia? Kwa sababu dunia, mambo ambayo yanaendelea duniani hayampendezi Mungu. Nimesema kuhusu swala la kuvaa. Kila mahala kuna dressing code yake. Unakuta kanisani watu wamevaa kama baa. Wewe una utofauti gani na dunia? Unakuta mama mzima mikono iko nje, mapaja yako nje, matiti yako nje,
alafu anasema ameokoka na anampenda Mungu na ni mwana maombi. Unamwomba nani kama sio shetani? Lazima urudi kwenye neno la Mungu. Kama neno la Mungu linasema dini ya kweli ni kujilinda na dunia, lazima ujilinde na mienendo ya kidunia. Lazima ujilinde na utandawazi. Lazima ujilinde na mitindo. Lazima ujilinde na trending, matusi, nyimbo ambazo hazimpi utukufu Mungu. Unakuta mtu anasema ameokoka, lakini orodha ya nyimbo zake kwenye simu yake ni nyimbo za kidunia. Wewe ni rafiki wa dunia hii na wewe ni adui wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni lazima uache, ni lazima utubu na kuacha hayo mambo unayoyatenda, maana ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Hauwezi ukasema unampenda Mungu lakini kuipenda dunia kumejaa ndani yako. Haya mambo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Ni dhahiri kuwa mnanyweshwa maziwa. Injili ya kweli haihubiriwi kwa sababu watu ambao wanawachunga mnaenda kusali katika madhehebu yao, ambao mnaanza kung'ang'ania dini ya kwetu ndo dini ya kweli, dini ya kwetu ndo dini ya kweli, kwa sababu hamsomi maandiko kujua dini ya kweli ni ipi. Kama hawaonyi dhambi zenu, basi wanahitaji sadaka zenu, na mnaongozwa na vipofu, na maandiko yanasema kipofu anayeongoza kipofu mwenzake wote watadumbukia shimoni. Kipofu akimwongoza kipofu mwenzake wote shimoni, na hiki ndicho kitakachotokea. Bwana asifiwe sana. Kwa lazima uchukue hatua. Kama kweli umeamua kuifuata njia ya Kristo, lazima ujikane, lazima ujikatae. Lazima uamue kuiacha dunia na mambo yake. Lazima ujitenge na dunia. Lazima ujitenge na utandawazi, kuvaa mavazi ambayo hayampendezi Mungu, ambayo hayampi utukufu Mungu, ili kweli utembee katika neno la Mungu. Maana Mungu ni mtakatifu, naye hawezi kukaa sehemu ambayo ni chafu. Bwana asifiwe. Hawezi kukaa sehemu ambayo ni chafu. Uko nusu uchi, umevaa nusu uchi, alafu nasema wewe ni mwana maombi, unampenda Mungu. Ni dhahiri kuwa umenasa kwenye mitego ya shetani pasipo kujua, kwa sababu umepungukiwa maarifa ndani yako. Ukipenda dunia, kumpenda Mungu hakupo ndani yako. Bwana asifiwe sana. Hebu tufungue kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 7. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 7, tuone inasemaje. Warumi sura ya 8 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, kwa kuwa ile nia ya mwili ni adui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Wewe unayetembea na nia za mwili, nia ya mwili inayokushawishi kutembea maungo wazi, kutembea mapaja wazi, kutembea mwili wako uko wazi, haujajistiri. Kumbuka kuwa neno la Mungu linasema nia ya mwili haiwezi kumtii Mungu. Bwana asifiwe. Nia ya mwili haiwezi kumtii Mungu na ni adui wa Mungu. Ni adui juu ya sheria za Mungu. Haiwezi kutii wala haiwezi kumpendeza Mungu. Wakristo wa leo wamekuwa vipofu, hawaoni. Wamekuwa viziwi, hawasikii. Neno la kweli linahubiriwa, maneno yanasomwa, maandiko yanasomwa, lakini wanajifanya viziwi, wanajifanya vipofu, hawasikii, kwa sababu wanataka kupendeza mili yao, kwa sababu wanataka kuenenda kama dunia inavyoenenda. Maana neno la Mungu linasema kwa kuwa ile nia ya mwili ni adui juu ya Mungu, kwa maana haiwezi kutii sheria za Mungu wala haiwezi kutii. Ukiuendekeza mwili, lazima udondoke katika mitego ya shetani, kwa sababu mwili hauwezi kutii sheria za Mungu na ni adui juu ya sheria za Mungu. Sasa wewe unatembea maungo wazi kama Bamed anavyotembea maungo wazi.
kama madensa wa Diamond, madensa wa Harmonize wanavyotembea, wanavyoimba, wako uchi, na wewe uko hivyo hivyo, unasema wewe ni mtu wa kanisa. Ni dhahiri kuwa mmepofuka macho, hamuoni. Na hiyo mkiendelea hivyo, kuzimu itakuwa ni sehemu yenu, kwa sababu mmeshindwa kuenenda katika neno la Mungu, mmeshindwa kumtii Mungu. Bwana asifiwe. Mtakuwa mnajifariji tunaenda kanisani, lakini Mungu hawajui. Siku ya mwisho Mungu atasema siwajui na siwatambui. Na ukumbuke kuwa maisha ya mwanadamu hapa duniani ni machache tu, na hapa sisi ni wapitaji, sio wakazi hapa. Kuna kufa. Wewe lingia mwili wako, lingia shepu yako, lingia dunia, lingia unachoona wewe, unachoona sasa hivi ni sawa. Wewe upende sana huwa mwili wako ambao hauwezi kutii amri za Mungu, wala hauwezi na wala hautaweza. Uliingie sana, kwa maana utakupeleka jehanamu usipotubu. Hii ni sauti ya matengenezo, ni sauti ya wito wa kutubu. Lejeeni, Mungu anawaita ninyi, ni watu wa Mungu, ni wana wa Mungu, lakini mmepotoka. Mungu amewapa nafasi ya kujirudi katika magoti muweze kutubu, na Mungu atawasamehe. Lakini mkiendeleza kushupaza shingo, Mungu atawatupa jehanamu, kwa sababu Mungu ni mwenye haki na Mungu anatuma wajumbe wake, mnashindwa kuwasikiliza. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Tusome Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Neno la Mungu linasema msipende dunia wala mambo yake yaliyomo katika dunia, maana mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Ukipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Hauwezi ukapenda singeli, hauwezi ukapenda vigodoro, hauwezi ukapenda nyimbo za kidunia na kumpenda Baba kukawa ndani yako. Hilo haliwezi kutokea. Hauwezi ukapenda kuvaa uchi, kukaa uchi, mapaja yako nje, matiti yako nje, mikono iko wazi, shingo linaonekana, kifua kinaonekana, alafu ukasema wewe unampendeza Mungu. Ni dhahiri kumpenda Baba hakumo ndani yako. Haujawahi kumpenda Mungu katika maisha yako, na ni dhahiri wewe ni wa Shetani. Lakini Mungu ni Mungu mwenye upendo. Mungu anawaita mtengeneze, muache njia zenu mbaya, muache kuipenda dunia. Maana maandiko yanasema msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Unapenda kipi kati ya dunia au Mungu aliyekuumba? Mienendo yako, tabia zako, usemi wako unawakilisha nani? Dunia au Mungu? Ni nini ambacho ni kipaumbele kwenye maisha yako? Na unasema umeokoka, kama sio fashion, kama sio kutembea mapaja wazi, kama sio kuwa muonekano wa kahaba, kama sio manyimbo ya kidunia. Alafu unasema unampenda Mungu. Wewe ni mwana maombi, unaendaga kanisani kila siku, unatoa zaka na sadaka. Ni dhahiri wewe ni kipofu na hauoni, maana neno la Mungu liko wazi na liko limenyoka. Tengenezeni mapito yenu, tengenezeni mienendo yenu, tengenezeni njia zenu. Mwana wa Adamu yu karibu kuja, ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Tengenezeni njia zenu, la sivyo mkishupaza shingo, jehanamu itakuwa makao yenu milele. Lakini Mungu hapendi hata mmoja apotee. Mungu anawaita kwa upendo na kwa unyenyekevu. Rudi utubu, tengeneza njia zako,
badilisha mienendo yako. Acha kuipenda dunia. Acha. Hayo mambo ni ya kitambo kidogo. Hayo mambo unayoyaona duniani yote ni ya kitambo kidogo, mpendwa. Acha kuipenda dunia. Iache dunia na mambo yake. Maana ukipenda dunia, kumpenda Baba hakupo ndani yako. Acha dunia na mambo yake. Rudi kwa Bwana. Rudi kwa Yesu Kristo. Yeye ndo njia ya kweli na uzima. Liishi neno la Mungu. Neno la Mungu linasema anayempenda Mungu atazitii amri zake, atalitii neno lake. Neno la Mungu ni amri, neno la Mungu ni maonyo, neno la Mungu ni mafundisho. Tengeneza njia zako, mpende Mungu wako. Acha kupenda vitu vya kuharibika. Hayo mambo yote unayolingia fashion, kuvaa eti uonekane wewe ni mzuri, unaenda na wakati, eti huwezi ukaacha kusuka, hauwezi kuacha kuvaa hivyo. Yote ni ya muda, yote ni ya muda mfupi, yote yanapita. Hizo nyimbo za kidunia zote zinapita. Kuna muda hautasikia wimbo, kuna muda hautasikia chochote, kuna muda hautavaa, kuna muda hautahitaji hayo mapambo. Na hapo ndipo kulia na kusaga meno kutakuwa kwenye maisha yako. Tengeneza njia zako. Mungu anakuita. Ni wakati wa matengenezo. Unaposikia sauti hii, sio wakati wa kusubiri, maana hakuna anayejua kesho yake. Hakuna anayejua baadaye yake. Kwa hiyo unaposikia sauti ya matengenezo, tengeneza. Ninawi waliposikia sauti ya maonyo kutoka kwa Mungu kupitia kwa mtumishi Yona, walitengeneza. Ndiyo maana ule mji ulipona. Ndiyo maana waliokoka na ghadhabu ya Mungu. Mungu akagaili uovu ambao, akagaili mapigo ambayo alikuwa anataka kuipiga Ninawi. Hata wewe ukitengeneza leo, Mungu atagaili ghadhabu yake juu yako. Mungu hataachilia ghadhabu yake juu yako ukitengeneza, ukishuka magotini. Kwa ni wakati wa kutengeneza, mpendwa, popote pale unaposikia sauti hii. Tuko nyakati za mwisho. Tuko nyakati za mwisho. Ni wakati wa kutengeneza. Ufalme wa Mungu umekaribia. Bwana asifiwe sana. Mungu awasaidie sana. Neema ya Bwana iwe juu yenu. Msipotengeneza, mimi kama mtumishi wa Mungu nimenawa, damu yenu haitadaiwa juu yangu. Nimenawa, damu yenu haitadaiwa juu yangu. Ninasoma mstari wa 5, Yakobo sura ya 4 mstari wa 5. Neno la Mungu nasema, au mwazani ya kwamba maandiko yasema bure? Kuna watu wakisomewa neno la Mungu ni kama unapigia mbuzi gitaa. Mungu anauliza, au mwazani ya kwamba maandiko yasema bure? Kwamba ukipenda dunia kumpenda Mungu hakumo ndani yako? Au mwazani maandiko yasema bure? Mwanadamu, tengeneza mapito yako mwanadamu. Siku za kuwa hapa duniani ni chache. Muogope anayeua mwili na roho. Usimuogope anayeweza kufisha mwili, bali umuogope anayeweza kufisha mwili na roho. Roho yako itaenda kuugulia milele jehanamu usipotengeneza. Bwana
awaongoze katika matengenezo. Neema ya Mungu isiwapungukie. Mungu awabariki sana.